Habari gani Mwanakeo TV, kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Mwanakeo TV. Peter Msigwa ametoa somo la uongozi katika mtandao wa Twitter. Ametoa maandiko marefu kwelikweli katika mtandao huo na vifungu mbalimbali vya kwenye Biblia. Nataka nisome maneno ya Peter Msigwa na nukuu: somo kubwa la uongozi, kanuni ya uongozi ya Jethro inatoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 18, ambapo Jethro alimpa ushauri wa hekima Musa kuhusu namna ya kuongoza watu. Musa alikuwa akijaribu kutatua kila tatizo la watu wa Israeli peke yake. Kuanzia asubuhi hadi jioni alikuwa akisikiliza mashauri na migogoro ya watu. Jethro alipoona hali hiyo, alimwambia kwamba njia hiyo ya uongozi ingemchosha sana na pia kuwachosha watu. Ndipo Jethro akampa Musa mfumo wa uongozi ambao hadi leo unatumiwa katika usimamizi wa taasisi, serikali na hata makanisani. Moja, uongozi haupaswi kufanywa na mtu mmoja. Jethro alikuwa Musa: hili unalolifanya si jema, hakika unachosha wewe na hawa watu waliopo pamoja na wewe. Ilikuwa ni kutoka katika kitabu cha Kutoka 18 mstari wa 17 hadi 18. Kanuni: kiongozi anayejaribu kufanya kila kitu peke yake atachosha na kuishiwa nguvu. Somo la uongozi: viongozi wakubwa hujenga timu, hawajengi himaya ya mtu mmoja. Mbili, gawa majukumu, yani delegation. Jethro alimshauri Musa achague viongozi wengine watakaomsaidia kuongoza watu. Alipendekeza kuwa na viongozi wa juu ya maelfu, makumi, 50 na 10. Kanuni: uongozi lazima ugawanywe kwa wengine. Somo la uongozi: majukumu yanapogawanywa, maamuzi yanafanyika haraka na uongozi unakuwa endelevu. Namba 3, chagua viongozi wenye tabia njema. Jethro alisema viongozi wanapaswa kuwa: 1, wenye uwezo; 2, wacha Mungu; 3, waaminifu; 4, wanaochukia rushwa au faida ya udhalimu. Kanuni: uongozi sio uwezo tu, tabia na uadilifu ni muhimu zaidi. Namba 4, viongozi washughulikie viwango tofauti vya matatizo. Mfumo wa Jethro ulikuwa hivi: mambo madogo yashughulikiwe na viongozi wa ngazi chini, mambo makubwa yaletwe kwa Musa. Kanuni: sio kila jambo linalopaswa kufika kwa kiongozi mkuu. Somo la uongozi: kiongozi anatakiwa kuzingatia maamuzi makubwa, sio kila tatizo dogo. Namba 5, matokeo ya uongozi endelevu. Baada ya Musa kufuata ushauri wa Jethro, A, Musa hakuchoka sana. B, watu walihubiriwa kwa haraka zaidi. C, uongozi ulipangwa vizuri na kuwa mfumo thabiti. Kanuni hii imara huitwa mfumo wa kwanza uongozi unaorekodiwa katika historia. Nukuu nguvu ya uongozi kutokana na kanuni hizi. Nguvu ya uongozi haipo katika kufanya kila kitu peke yake, bali katika kujenga watu wanaoweza kubeba kazi pamoja na wewe. Hayo ni maneno ambayo ameandika mchungaji Peter Msigwa, ambaye alishawahi kuwa mjumbe katika jimbo la Iringa mjini. Una maoni gani kama Mwanakeo TV? Tafadhali shusha maoni yako katika sehemu ya comment section. Jina langu ndio KTV, tunakotujua katika masuala ya kisiasa. Bye bye.